Naam, asalamu alaykum wa Tanzania popote pale ulipo kanda ya kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Niko hapa kwa ajili ya kukupasha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na leo ni tarehe 21 na ripoti kutoka hapa katika mitaa ya KMC jijini Dar es Salaam, mahali ambako patafanyika dabi ya Kariakoo kwa upande wa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sports Club na Young Africans. Hapa ndipo ambako kutakaponguruma dakika 90 zitakazokwenda kuamuliwa na mwamuzi. Ni Simba Sports Club fans ama Young Africans fans? Nani kuondoka na alama tatu muhimu? Nani kuondoka na ubingwa na pesa taslimu ambazo zimewekwa hii leo? Mashabiki ni bure, na hivyo unavyoona ndivyo ambavyo tayari watu wameshaanza kuingia katika dimba hili la KMC Complex hapa jijini Dar es Salaam. Amani iko shwari kweli kweli, tukiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano Daktari Samia Suluhu Hassan. Kila kitu kiko shwari bin sawia sawa, na kila kama unavyoona hapa ndicho ambacho kinachoendelea kwa muda huu katika ardhi hii ya Tanzania, maeneo ya KMC jijini Dar es Salaam. Mashabiki wameanza kujitokeza kwa wingi, kiingilio ni bure sana. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club mashabiki, lakini pasina shaka kuwasahau influencer wa mashabiki wa Young Africans. Jana kulikuwa kuna mazoezi katika maeneo ya pale maeneo ya Ubungo Kinese. Mazoezi yalianza kwa upande wa Simba, lakini pia bila kuwasahau Young Africans. Ninacheka kama mazuri, lakini miongoni mwa stewards ambao wako wengi kweli kweli. Ngoja tuzungumze yale mawili matatu ambayo yanakuwa yakihusiana na mchezo wa burudani. Ule mwana hapa anayekuja mbele yangu bwana ni Mnandi. Mnandi Jeyara. Ndugu yangu, uko poa mwanangu? Bwana niko fresh. Mzima? Show. Unyama upo? Unyama upo. Heri kabisa. Nimekuona bwana ndani ya kinyago cha stewards. Leo kama kawaida ulinzi na usalama unaimarishwa. Mtanzania yoyote mpenda soka, usiopenda soka, unapenda michezo mingine, njoo uje upime hapo afya yako. Wakati watu wengi wana matatizo ya moyo, wengine unatembea hujui kama unaumwa, njoo upime hapo nje, huduma ni bure. Kienda kule Jakaya Kikwete 800,000 700,000 kipimo, lakini leo ni bure kwa ajili yetu sisi maifensa. Tumesababisha vitu vingi vya kiafya vimekuwa bure. Kwa hiyo wahi uje upime, baada hapo ingia uje kutuona sasa tukiwa tunaupiga hapa. Saizi unaniona naimarisha ulinzi na usalama. Baadaye nipo kwenye pichi na upiga mwingi. Njoo muone Mzalambo Bigi, je, anatembea uwanjani? Njoo utamuona leo. Yeye mwana halisi ubaya ubwela. Wale ambao mnakuwa mnapiga kelele kuhusiana na masuala sema ya media, leo tunakwenda kuwashuhudia yaliomo yamo Mnandi. Yaliomo lazima yawemo, nakosaje kuwemo? Na kazi sisi wenyeji wa hizi kazi lazima yawemo. Sisi wenyeji hizi kisho tunakaa kwenye vipaza kila siku tunaongea. Ndio maana tumeamua kutengeneza jambo la kitaifa, watu waje kuona mashabiki wao wenye nguvu kwenye mitandao ya kijamii. Je, mguuni kumo au hapa tu kwenye maneno? Kwa hiyo naamini leo tutawaonyesha kina Elimu Panzu, kina Kibi Sawala, tutawaonyesha hapa kina Budo, tutawaonyesha hapa leo kwamba na sisi sio tunakaa jukwani kuwashangilia nyinyi tu, na sisi mpira unapigwa. Kweli mimi nakwambia leo kaka, mpira unapigwa, na mimi wote waliokuwa mbali saizi jiandae kuja mapema hapa. Akichelewa ikifika saa 9 uwanja inawezekana mageti yakawa yashafungwa. Kwa hiyo kabla saa 9 jitahidi ushafika KMC Complex kuja kujionea wale manguli wa kuzungumza. Leo wapo uwanjani kwa mara ya kwanza, dabi inaanzishwa hapa KMC. Tutaweka historia leo hapa. Hatuwezi kukubali kule tumepigwa mara 6 na huku watupige nao waweke historia nyingine kitu. Papi Young Africans big. Bwana itakuwa balaa. Yaani mimi binafsi nitatafuta mlango wa kutokea huyu. Yaani kule tumepigwa mara 6 na huku tena watupige, na kwa taarifa nilizokuwa nazo wana hofu na huu mchezo. Toka jana sasa tumechagua uwanja wetu Kinesi, wao wamechagua kule Msimbazi Center, lakini wametufuata kule. Lakini bado haitoshi. Kambi yetu Temeke na wao wamekuja kule kuweka kambi tulipo sisi. Wamevamia kambi yetu usiku, maana wanatuogopa. Wanatuhofia. Mpira sisi upo, wao wanategemea mizizi, ndio maana muda wote wanazungukia kambi yetu, wanazungukia mazoezi yetu. Lakini waambie mashabiki, njooni uwanjani muje kuenjoy ball. Na ulinzi na usalama umeimarishwa. Hapa maaskari hamna leo. Askari ni sisi baba. Ulinzi na usalama ni sisi wenyewe. Yaani kuamaanisha kwamba sisi ni wamoja, hatuna hizo kanzia za ovyo. Hapa tunaimarisha usalama wenyewe yani. Wao wameona polisi toka wamekuja huko. Hakuna. Yaani ulinzi tunaoimarisha sisi wenyewe. Wenyewe. Amani itatawala mpaka mechi itaisha. Hakuna goli ngapi leo kwa mtani? Hamna. Kama naziona goli 4-5 hivi. Kama 4-5 naziona hivi. Last weekend brother. Kama 4 ama 5 naziona. Maana washaingia ubaridi. Yaani wakili yao saizi nawaza kwenye vibuyu, lakini naamini binafsi sasa tutamalizana nao kwenye pitch. Hatuwezi kuandaa bonanza kwa ajili ya kuwasherehesha watu. Wana Simba waendelee kuumia kwenye timu zao, lakini waumie pia kwenye sehemu ya mashabiki. Nako pia waumie. Kwa hiyo naamini tutaenda kuleta furaha kwenye sehemu ya mashabiki. Tunaenda kuleta furaha kwenye sehemu ya mashabiki. Ndio muda wake kuleta furaha. Na ndio maana tumeliandaa hili jambo.
unawaambia nini mashabiki wa Simba ambao wako nyumbani hawajapata nafasi ya kurudi kuja huku, lakini wanaangalia mchezo kwa kupitia Azam TV? Waliokuwa nyumbani ambao wanaangalia kupitia Azam TV na waliokuwa nje ya nchi nadhani wanapitia mitandaoni kupitia Azam Max, basi wajiandae pia kuicheki game kiuhakika. Leo wataenjoy yani leo wataenjoy kwamba mashabiki wao wako uwanjani, waonyeshe nao pia vipi mguuni wamo. Hii ni sehemu, na huu tunaanza mwaka huu, lakini naamini msimu ujao 2026 tunaweza ukasikia tuko Dodoma, tuko Arusha na mikoa mingine yote, tutawafikia mashabiki wetu ambao wanatufuatilia kote, tutawafikia kuweka mabonanza pia. Shuhudia hat-trick itafungwa. Hat-trick ipo, hat-trick ilipigwa mazoezini jana na leo naamini hat-trick itapigwa tena hapa. Jana kuna mtu kapiga hat-trick mazoezi. Waondoka na mchanga lakini. Waondoke na mchanga, waondoke na nyavu, waondoke na zile bomba za magoli, lakini hapa kitaeleweka. Sababu wameondoka na mchanga wa Kines, hawaondoka na mchanga wa hapa KMC. Kwa hiyo wamejimaliza mazoezini, sisi tunawamaliza hapa. Kila timu imeondoka na baraka kutoka kwa uongozi wao. Mnawaahidi nini uongozi wenu kwa mchezo wa hii leo? Binafsi sisi kama mashabiki wao, kama ni sehemu ya kuja kucheki gemu, waje wacheki gemu, lakini wakisema watabaki majumbani kwao wataangalia gemu kupitia runinga. Lakini naamini binafsi sisi leo tupo kwa ajili ya kuwafurahisha mashabiki wenzetu ambaye wapo wanaumia muda wote, lakini ni sehemu pia ya kutufanya sisi tuwe wamoja. Tupo kwa ajili ya kufurahisha, na huu mchezo upo mahususi kwa jambo hili moja. Umekiona hichi All Access, nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa, Tanzania Sports Influencer Promotion. Ndio jambo hili kubwa tumelifanya kwa sababu hii. Sisi tupo kwa ajili ya watu wote. Hapa kuna Azam wapo, Young African na Simba, lakini na mashabiki wa vilabu vingine wote. Hapa wote tutakuwepo kwa ajili ya kutengeneza nguvu moja, kuisupport timu yetu ya taifa ambayo ipo Morocco kwa ajili ya AFCON. Maana leo ndio ufunguzi wa AFCON na sisi ndio watu wa kwanza tunakata utepe kwenye hili tukio la AFCON. Kwa hiyo sisi kwa mataifa yote ndio sisi Tanzania tunafanya tukio kubwa hapa KMC Complex na Tanzania kiujumla. Kwa hiyo Watanzania tujipongeze, wote walioandaa hili jambo tujipongeze kwa pamoja, na tunawashukuru serikali, TFF na vitengo vyote ambao wamelisupport hili jambo mpaka leo linaenda kutimia. Kwa hiyo naamini tunaenda kuifungua AFCON vizuri. Bila shaka Watanzania tuje kwa wingi, tuje kufungua AFCON kwa pamoja. Shukrani sana, nikutakie kila laheri na mchezo mwema. Asante sana, naendelea na majukumu yangu ya ulinzi na usalama. Bwana